kuna eneo kwenye daraja linaenda linasuasua. Nimeambiwa kuna daraja linaenda linasuasua. Nielekeze waziri wa ujenzi pamoja na huyo mkandarasi, waziri afike kwenye daraja hilo na mkandarasi huyo awepo site, aseme anakamilisha lini kazi hiyo. Nitakapokuja ziara ya kikazi nikute kazi hiyo imepiga hatua. Wizara ya Ujenzi nchini imeitaka kampuni ya Jasco inayotekeleza ujenzi wa daraja la Mkuyuni na barabara zenye njia 4 wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza kuhakikisha inakamilisha kazi hiyo kufikia Januari 2026. Waziri wa Ujenzi Abdalla Hamisi Ulega ametoa agizo hilo wakati wa ziara ya kukagua maendeleo ya mradi huo, akisisitiza kuwa ucheleweshaji wake unazidisha adha ya msongamano na mafuriko kwa wakazi wa jiji la Mwanza, hususan katika kipindi cha mvua. Kwa muktadha wa jambo lililoleta leo, nimetumwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kuja hapa kwa sababu ya ucheleweshaji wa kazi. Tunatarajia ifikapo Januari katikati daraja letu litakuwa limekamilika kabisa na watu kuanza kupita juu ya daraja. Kujua katikati ni sawa na tarehe ngapi? Tarehe 15 Januari, Mheshimiwa Waziri, ambayo ni siku 12 mpaka 13 kabla ya muda wetu kuisha kwa mradi. Naomba kuwasilisha, Mheshimiwa Waziri. Asante. La kwanza nataka niwahakikishie tarehe 15 Januari nitakuwa hapa. Kwa hivyo bwana mkandarasi, usiku na mchana, na hatutakuongeza hata sekunde. Hatutaongeza sio dakika, hata sekunde siku ya tarehe 15, kwa sababu umeitamka wewe mwenyewe, si ndivyo hivyo jamani? Tarehe 15, bwana meneja, mimi nakuja hapa. Nataka nihakikishe kwamba mnanikabidhi na tutafanya sherehe hapa, si ndivyo hivyo jamani? Haya, hilo la kwanza. La pili, tukiwafata hata kuhusu vumbi, leo hii ni maajabu ya Musa kumwaga hizo bubuzi, wanaweza gari gani hizo gari za maji hizo, maboza hayo ya kuwa mara lina pancha, mara sio limeharibika nini. Hakuna, kuanzia asubuhi mpaka jioni hamna maji. Kila unayempigia simu yupo busy, biashara haziendi. Kuna baadhi watu wameshakimbia mle na maduka yao wameyakimbia. Maji yakija ni kutwama mpaka kwenye viuno. Bwana waziri, washughulikie. Hii barabara inajengwa, tunafai inajengwa, lakini barabara imegeuka kuwa siasa. Alikuja Mheshimiwa Rasi, tukatoa kero, yani mimi kero yangu kubwa ni haya maji kumwagia hii barabara. Tunapokwenda vumbi, hospitali ya wilaya ya Nyamagana inapokea watu sasa hivi TB, kumbe issue ni hii barabara. Kwa hiyo unaposema maji watamwaga, wanakuitikia, mkuu wa mkoa alimuitikia, mheshimiwa tunampigia simu, ni mwepesi kwenye simu. Mheshimiwa 1 2 3 anasema anakuja. Akija anawaambia, wanasema tutaweka. Hata saizi amewekwa maji kwa sababu ndio waziri yupo. Kwa hiyo issue ni maji. Yaani watu wasubiri kumwaga maji pale barabarani. Unapokwenda mji lazima udiscuss, nitafika na vumbi, tafikaje? Vumbi kali sana linalosababishwa na shughuli za ujenzi, na upande wa kule ni diversion. Bwana manager, asubuhi maji ya mwagwe, mchana maji ya mwagwe, jioni maji ya mwagwe, kama panado siku mara 3. Upo mzee? Upo bwana mkandarasi? Nataka niseme maeneo yote haya yamwagwe maji wakati wote na vumbi lisionekane. Sasa nataka nikuhakikishie, sitaki kusikia habari hiyo kutoka kwa diwani. Hakikisheni haya maji yanayolalamikiwa kuwa yanakwenda katika miundombinu ya watu, ikiwa ni pamoja na ya masoko, nina hakika ni lazima ulikuwa unafahamu hilo jambo na unalitengenezea njia yake. Lazima yale maji yapate uelekeo wa kwenda katika mto badala ya kwenda katika shughuli za watu kujitafutia riziki zao. Hapo sawa? Kwa upande wake, Sunderland Bachu, meneja mradi kutoka Jasco Company Limited, amesema moja ya changamoto zilizochangia kuchelewesha mradi huo ni pamoja na uhamishaji wa miundombinu ya maji, umeme na mkongo wa taifa. Tumekuwa nyuma ya muda kutokana na changamoto zifuatazo: ucheleweshaji wa kuondolewa kwa miundombinu ya maji, umeme pamoja na mawasiliano. Aidha, nipende kushukuru
MWAUWASA, TANESCO na TTCL pamoja na mamlaka zingine za mawasiliano kwa kushirikiana kuondoa miundombinu hiyo, kwa sababu haikuwa kazi rahisi wala nyepesi. Cha pili, udhaifu wa tabaka la chini la msingi wa daraja uliopelekea kuongezeka kwa kina cha daraja na kupelekea kubadilika kwa mchoro. Mheshimiwa Waziri, pamoja na changamoto hizi, mpaka sasa tuko kwenye hatua ya mwisho wa kuanza uwekaji wa tabaka la lami kwenye barabara pamoja na uwekaji wa nguzo mlalo kwa maana ya beams. Mpaka sasa mradi wetu uko 75% ukilinganisha na muda wa utekelezaji ambao uko 89%. Hii ni sawa na kuwa nyuma kwa 14% tu. Kandarasi anayetekeleza mradi huu ni Yasia Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 5,359,359,078. Mradi huu ulianza rasmi tarehe 13 mwezi wa 11 2024 na ulikuwa unatarajiwa kukamilika tarehe 13 mwezi wa 11 2025. Lakini kutokana na sababu kadhaa mkandarasi aliongezwa muda wa siku 76. Waziri Ulega amesisitiza kuwa pamoja na ukamilishwaji wa daraja hilo, taa za barabarani za kuongoza magari na za usalama kwa usiku lazima ziwekwe kabla ya tarehe ya mwisho ya mradi ambayo ni Januari 15, 2026. Bwana meneja na mkandarasi, nataka tarehe 15 nitakapokuja hapa, moja ya jambo ambalo nilikute hapa ni taa za barabarani. Watu wa Mkuyuni wafanye biashara usiku na mchana. Mnazipata wapi? Meneja, changamkeni na mkandarasi wako, nataka zipangwe hapa. Kwa sababu kila jambo wao wamevumilia mavumbi, na nyie vumilieni kwa nunulia taa zije hapa. Si ndivyo hivyo?